Mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ni kuchukua mafuta nchini Iran na kukiteka kisiwa cha Kharj. Rais wa Marekani Donald Trump ameliambia gazeti la Financial Times kwamba anaweza kuchukua mafuta nchini Iran na ikiwezekana akakiteka kisiwa cha Kharj ambacho ni kitovu kikuu cha uzalishaji wa mafuta nchini humo. Kusema ukweli, jambo ninalotaka zaidi ni kuchukua mafuta nchini Iran, lakini baadhi ya watu wajinga huko Marekani wanasema, kwa nini unafanya hivyo? Lakini ni watu wajinga, alisema rais huyo wa Marekani akinukuliwa na shirika la habari la BBC. Trump amependekeza hatua hiyo inaweza kumaanisha kuchukua kisiwa cha Kharj. Pengine tuchukue kisiwa cha Kharj au tuachane nacho, tuna chaguzi nyingi, Trump aliambia Financial Times. Inamaanisha pia kuwa tulipaswa kuwa huko katika kisiwa cha Kharj kwa muda. Alipoulizwa kuhusu ulinzi wa Iran katika kisiwa hicho, alisema, sidhani kama wana utetezi wowote, tunaweza tukakichukua kwa urahisi sana, alisema rais huyo wa Marekani. Kauli hiyo ya rais wa Marekani inakuja huku wanajeshi 3500 zaidi wa Marekani wakiwasili Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kumekuwa na hofu ya wanajeshi kutoka nchini Marekani kujiunga na mashambulizi ya Iran yanayozidi kuongezeka. Rais Donald Trump aliongeza kuwa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kupitia mabalozi wa Pakistan yalikuwa yanaendelea vizuri, lakini hakugusia suala la makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoweza kufikiwa katika siku za hivi karibuni. Sambamba na rais huyo wa Marekani kutishia kutaka kukiteka kisiwa cha Kharj, lakini pia kutaka kuchukua mafuta ya taifa hilo la Iran, mafuta yamezidi kupanda bei zaidi kufikia dola 115 huku hisa za Asia zikishuka thamani. Bei ya mafuta duniani imepanda na hifadhi imeshuka kwa kiasi kuanzia siku ya leo Jumatatu asubuhi huko Asia, huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vikiongezeka. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilipanda kwa zaidi ya 3% hadi zaidi ya dola 115 sawa na euro 86.77 kwa pipa, huku mafuta yanayouzwa Marekani yakipanda hadi dola 103 baada ya kuimarika kwa 3.5, inaiweka Brent kwenye mstari wa faida yake kubwa zaidi ya kila mwezi. Ikumbukwe kabla ya vita hivi mafuta yaliuzwa kwa dola 60 hadi 90, lakini sasa amefikia dola 115 na masoko ya hisa barani Asia yanazidi kushuka thamani, huku Nikkei 225 ya Japan ikishuka kwa 4.5 na Kospi ya Korea Kusini ikishuka kwa 4%. Haya yanajiri baada ya wapiganaji wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran huko nchini Yemen kujiunga na vita kwa kuishambulia Israel mwishoni mwa juma, na Iran kutishia kupanua mashambulizi ya kulipa kisasi dhidi ya vyuo vikuu na vyumba vya maafisa wa Marekani na Israel na kushambulia popote ambapo kuna mali za Marekani, lakini pia kuishambulia Israel iwezekanavyo, kadhalika na kufunga mlango bahari wa Hormuz na kile kilichotajwa na wapiganaji wa Kihouthi kwamba watafunga mlango bahari wa Bab al-Mandeb ama katika eneo la bahari Nyekundu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.